Na msikilizaji, hii ni sehemu ya 38 ya mwendelezo wa simulizi zetu nzuri kabisa ya Hamza tangu tulipoishia pale sehemu ya 37 ambapo wafanyakazi wa Dosam wameenda kwenye mambo ya ziara, kwa mambo ya tour ili kuweza kurefresh mind na kuweza kufahamiana zaidi, kwa sababu muda mrefu sana unakuwa anafanya kazi tu, ikiwa ni pamoja na Hamza naye yupo huko ambapo anamwakilisha bosi wa kampuni ya Dosam ambaye ni mke lakini pia ni bosi kwake, si mwingine ni Regina. Okay, sasa baada ya kusemekana kwamba kule Tanga Lushoto kuna mlima ambao ikifika usiku unakuwa unatoa joto sana, na ndio ambao kwa ameenda kufanyia huko kwenda kutalii. Sasa kufika kule mambo yakametokea kutokea, maporomoko ya mawe yakameshuka kusababisha mpaka wafanyakazi wengine kupata hofu, na Hamza pamoja na Yones wakawa wametoa amri ya kwamba washuke chini, halafu wao wakaanza kuzuia kwa nguvu ambazo wao wanajua wanatumia vipi. Sasa baada ya wafanyakazi kushuka chini, wakaamua kupanda juu kuona sasa ni kitu gani ambacho huko kinafanyika, maana hayo maporomoko si ya kawaida. Na baada kufika huko wameona ya kwamba kuna uchimbaji, kuna kitu kama kuna watu ambao wanachimba kitu fulani, na Hamza akahitaji kujua ni kitu gani ambacho anachimba, na hapo ni mara baada ya kutoa kipigo kwa mtu mmoja wapo. Kwa hiyo tunasonga mbele, tukumbuke pia Hamza na Yones, hawa watu hawa bado kidogo tu tutamweka Yones kwenye kundi la watu ambao inabidi Reji awe nao makini sana. Anyway, ndio ndoa hizi maskini. Sasa Hamza akasema ya kwamba niambieni kila kitu mnachojua, niko kwenye mudi nzuri, hivyo sitomuua mtu. Aliongewa Hamza na watu wale mara baada sasa ya kuona bosi wao amekwisha kufa haraka. Sasa walianza kumwambia Hamza. Kwa maelezo yao wanasema ya kwamba mwezi mmoja uliopita alitokea mtu nchini Botswana aliyevalia mavazi ya chuma kama robot kuanzia miguuni mpaka usoni, na kuwataka wazamie nchini Tanzania na kuja kuchimba katika eneo hilo la kilele cha mlima Joto na kutafuta kaburi la kale. Wanasema ilikuwa ndio misheni yao ya kwanza ya kustajabisha, na hata wao wenyewe hawakuamini kama kweli kulikuwa na kaburi la kale ndani ya eneo hilo, na aliwashawishi kwa kuambia kutokana na eneo hilo kupata joto nyakati za usiku ni kwa sababu chini yake kuna hazina kubwa iliyofichwa miaka mingi sana kabla hata sehemu hiyo kuishi watu. Asa kutokana na mtu huyo alivyokuwa kijiamini pamoja na ushawishi wake, walijikuta wakiamini na kukubali misheni hiyo, kisha kuanza safari ya kuja nchini Tanzania kwa ajili ya kuwinda hazina hiyo ambayo imefichwa ndani ya kaburi la kale. Lakini moja ya masharti ambayo wamepewa na mwajiri huyo ni kwamba isitokee wakagundulika wanachimba eneo hilo mpaka wamalize kabisa kupata hiyo hazina. Hivyo ndio maana waliona sasa waue kabisa baadhi ya wafanyakazi waliowakuta ndani ya hilo eneo, na wakati wafanyakazi wa Dosam wakisogelea hilo eneo walitengeneza maporomoko feki. Lengo lilikuwa ni kuficha kile walichokuwa kifanya. Lakini licha ya wasiwasi wao wakati wa kuanza kazi, hatimaye waliona kiashiria na kuona ni kweli kile walichoambiwa ni uhalisia. Lakini kwa bahati mbaya ndio muda ambao Hamza anajitokeza. Sasa Hamza aliingiwa na walakini juu ya jambo hilo. Ilikuwa ni mara yake ya kwanza kusikia watu wakisafiri kutoka taifa la mbali kwa ajili tu ya kuja mahali kuchimba kaburi la kale. Lakini hata hivyo hakujali sana, ili mradi tu ilikuwa ni kweli. Sasa akauliza kwamba huyu aliyewaajiri kuja kuchimba muonekano wake ukoje. Jamaa akasema kama tulivyosema, alikuwa amevalia tu suti ya chuma na usoni amevaa maski, lakini Kiingereza chake na lafudhi anaonekana kama sio mzao wa lugha hiyo. Hamza akasema okay, ni mwanamke au mwanaume? Akajibu anaonekana kuwa mwanaume, mrefu kama mita 1.8 hivi, pia na mwili mkubwa kama bonge. Hamza akasema okay sawa, kuna kitu kingine cha kuniambia? Jamaa akajibu hakuna, hivyo ndivyo tunavyojua tu mkuu, tunaomba tuache, tumekuja tu hapa kama wasaidizi. Sasa wachimba kaburi hao walianza kusujudu wakitaka Hamza waache hai. Hamza alishia kushika vichwa vyao kulia na kushoto. Sitaki kujiongezea idadi ya watu nilioua, lakini nani kawaambia muue watu wasio na hatia? Aliongea Hamza, na kwa mikono yake yeye mwenyewe yenye nguvu aliwagonganisha vichwa vyao, na kama sasa matikiti vilitengeneza ufa na wakapoteza maisha pale pale. Kitendo kile kilimfanya Yones uso wake kufubaa kwa namna Hamza alivyoua kikatili. Lakini vile vile kitendo cha Hamza kuidaka risasi
Sasa Yones akiwa bado haamini akasema kwamba hivi ni kweli risasi ulidaka? Kwangu risasi ni kama chuma kinachoruka ruka tu kwa spidi kuliko vyuma vingine. Ni silaha ambayo inatumika kwa binadamu wa kawaida, na kwa mvulana nishati za mbingu na ardhi aliyefikia level ya nafsi inaweza isiwe na uwezo wa kumdhuru. Kuhusu mimi kutumia bunduki kunishambulia ni kupoteza muda tu. Yaani unavyoongea ni rahisi sana. Unajua nishtuka wakati ulivyokushambulia. Nini cha kushtuka sasa? Wewe ulipaswa kuchukulia kama mdudu tu anayepaa. Yaani unaonekana kama mtu ambaye hujaua kabisa ni mtu. Aliongea Yones huku akiangalia maiti zilizozagaa. Kwa uzoefu wake kama mwanajeshi, kitendo cha Hamza kuua kirahisi namna hiyo ilimaanisha alikuwa ameua sana kiasi kwamba roho na moyo wake umekufa ganzi. Ukweli ni kwamba alimuona Hamza kama mwanamume ambaye ni mgumu kumuelewa. Yaani ngumu sana kumuelewa. Muda mwingine anakuwa muhuni, muda mwingine anakuwa ni mwenye kuchekesha, muda mwingine ni mkatili wa kiwango cha juu sana. Sasa Hamza akasema, Yones, inawezekana kuonekana mkatili kidogo, lakini najua kumjali sana mpenzi wangu. Yones akasema, wewe mimi sio mpenzi wako. Aliongea Yones akiangalia chini akiona aibu za kike. Hamza wala kutaka kubishana naye, maana baadhi ya vitu vilipaswa pia kueleweka vizuri kwenye moyo wake. Mwanzoni alikuwa na wazo juu ya Yones, lakini dakika hiyo ilionekana ni mwanamke huyo ndo amekufa ganzi na kuoza juu yake. Ila tu aseme, na kwa sababu hiyo aliona ngoja amuingize kwenye orodha. Sidhani kama kuna mtu atakuja hapa usiku huu. Unaonaje tukipiga simu na kuwapa taarifa tupo salama? Aliongea Hamza, na Yones alikuwa tayari ameshikilia simu muda mrefu tu. Akasema hapa hakuna mtandao. Aliongea na kumfanya Hamza kutoa simu yake kuangalia, na kweli hapakuwa na mtandao kabisa, japo eneo hilo mwanzo lilikuwa na mtandao kutokana na kilele cha pembeni yao kulikuwa na minara ya mawasiliano. Sasa Hamza akasema nadhani watakuwa wameua mkondo wa mawasiliano kwa hili eneo, ndio maana hakuna mtu aliyetupigia. Yones akasema kwa tunafanyaje? Au tunashuka kwanza? Aliongea hivyo Yones na kumfanya sasa Hamza kufikiria kidogo, na pale pale alisogelea lile shimo na kuangalia chini. Chini yake lilionekana jiwe kubwa mno. Yaani kama tombstone hivi, yaani kama lichuma fulani hivi ambalo limechongwa. Kwa uchakavu wake ilikuwa ni ngumu hata kutabiria lilikuwa na miaka mingapi ndani ya hilo eneo. Sasa Hamza akasema haina haja ya kwenda chini huko, ya kuharakisha kwenda chini. Mimi hapa na shauku kweli ya kujua kilichopo chini ya ardhi. Sasa Yones akasema usiniambie unapaswa kuingia ndani ya hilo shimo. Tunapaswa kuripoti kwanza. Hamza akasema kama tukiondoka kwenda kuripoti, unajuaje kama hakuna mtu mwingine ambaye atawahi na kuja kuingia na kuchukua hiyo hazina wanaoizungumzia? Estoshe, mimi naangalia tu, mimi naangalia tu nini kipo ndani yake. Yones akasema ni una visingizio sana. Kwa nini unakuwa na shauku hivyo? Kama ni mtego utajuaje? Aliongea Yones akiwa na wasiwasi. Hamza alishikwa na hali ya kusita pale pale. Kama angekuwa peke yake asingeweza kuogopa, lakini sasa asingemuingiza Yones. Vipi kama ikitokea tatizo na kushindwa kumlinda? Sasa Hamza kwa kicheka akasema upo sahihi, kuna giza kubwa sana, kwa hiyo sidhani kama ni vizuri kuingia ndani ya hili shimo. Yones akasema unacheka nini sasa? Alisema hivyo Yones, lakini hakujibiwa, kwani Hamza alimsogelea na kwa kasi alimshika kiuno na mwanamke huyo. Sasa mara baada ya kuhisi kudondoka alijikuta sasa akipeleka mikono yake na kumshika Hamza shingoni. Akasema unafanya nini? Hamza akasema tunarudi chini ya mlima tukakutane na wenzetu. Anaongea hivyo Hamza. Sasa kitendo cha kuongea tu hivyo hakumpa hata Yones muda wa kwanza kufikiria. Pale pale hatua moja tu ilipigwa na walikuwa umbali mrefu mno chini ya korongo, na ilikuwa ni kama wanadondoka na kumfanya Yones kuanza kupiga makelele ya woga. Sasa ijapokuwa mlima huo haukuwa mrefu sana, lakini ulikuwa na mita za kutosha ambazo kwa mtu atakayedondoka kwenda chini hakuna uwezekano wa kupona. Lakini Hamza yeye aliruka bila kujiuliza mara mbili. Sasa kitendo cha kupunguza wasiwasi alijikuta akigundua hawakuwa akidondoka, bali ni kama kuna kitu kimewashikilia na kuwafanya washuke kama vile wanaogelea angani. Kitendo cha namna alivyokumbatiwa na namna anga lilivyokuwa, alikusha kusahau pale pale kama alikuwa angani, na moyo wake uliojaa mapenzi ulianza kudunda kwa kasi. Hamza alishia kutoa tabasamu hafifu wakati akimwangalia mrembo huyo. Aliruka kwa zaidi ya hatua 4 kwa kutua chini na hatimaye mpaka kufika chini kabisa ya mlima ndani ya dakika 2 tu na kumshusha Yones katika geti la kuingilia kwenye mlima huo. Sasa baada ya kumshusha alimwambia aweke nywele zake vizuri na nguo, maana alikuwa amechafuka mno.
Yones, nadhani kutokea hapa unaweza kwenda sasa. Waambie wenzetu nipo salama na kuna mnyama anaenda kumuinda kwa ajili ya kitoweo. Hamza mara baada ya kuongea hivyo, pale pale aliondoka na kuanza kukimbia msituni akimwacha Yones amechanganyikiwa. Alisimama pale pale kwa dakika kama moja hivi, na baada ya kushtuka alijikuta akipatwa na hasira. Na muda huo ndo alijua kwamba Hamza kamleta hapo na kumwacha ili akaangalia lile kaburi mwenyewe. Alishia kusugua meno yake kwa hasira, na kama kilele cha mlima hakikuwa mbali angerudi mara moja. Lakini ni mbali, hivyo alishia kugeuka tu na kuangalia taa za hoteli upande wa nyuma yake na kuanza kupiga hatua za haraka kurudi. Hamza kwa namna alivyokuwa akikimbia alikuwa ni kama chui, kwani ndani ya dakika chache tu hatimaye aliweza kurudi katika eneo lile kwa mara ya pili. Alianza kuangalia kwa kukagua kama kuna mabadiliko na hakuona chochote, na pale pale ajirusha na kutumbukia ndani ya lile shimo mpaka juu ya jiwe kubwa na kuanza kulichunguza. Alipangusa kutoa mchanga wake na pale pale aliona maandishi ambayo alimfanya kutoa macho. Sasa akasema, haya maandishi haya. Hamza macho alimtoka, kwani maandishi yale yalikuwa kifanana na lugha iliyokuwa katika kitabu alichopewa na Dr. Ganesha na kumfanya kushikwa na bumbuazi la aina yake. Sasa ile shauku ya kutaka kunyanyua jiwe hilo ili kujua kilichopo ndani yake ilimvaa. Yaani kwa ufupi ni kwamba jiwe hilo lilionekana kama mfuniko na pembeni yake kulikuwa kumejengewa kwa zenge hivi na kuonekana kama vile ni boksi. Lilikuwa ni kaburi halisia ambalo yale makaburi ambayo yalikuwa yanatumika enzi za kale. Sasa swali la kushangaza ni kwamba nani alipanda katika eneo hilo na kuweka kaburi hilo? Maana kwa makadirio yake na historia nzima ya Tanzania na wenyeji wake, pengine enzi ya kale hapakuwahi kuwepo na watu katika eneo hilo. Na Hamza akawaza ya kwamba au kuna binadamu ambaye ashawahi kuja kujificha huko. Aliwaza hivyo Hamza na kuona inawezekana. Istoshe licha ya historia kuelezea mengi haikumaanisha kila kitu kilielezewa, ndio maana watu bado wanatafuta mabaki ya vitu. Lakini jambo moja la uhakika, aliamini kaburi hilo kwa namna yote ile waliolitengeneza hawakuwa watu wa kawaida. Mpaka kutumia lugha hiyo ambayo ni mpaka wakati huo hakuna anayeweza kuitafasiri maana yake, kuna uwezekano pia wasiwe watu wa dunia au binadamu ambao tamaduni zao zilipotea katika historia. Hamza pale pale alisogeza mchanga pembeni. Kwa bahati nzuri ni kwamba watu wale walikuwa wamefanya kazi kubwa mno ya kuchimba, hivyo kutengeneza uwazi wa kutosha kuondoa ule mfuniko. Sasa Hamza mara baada ya kusukuma kwenda pembeni jiwe lile, uzito wake ulimshangaza mno. Kwa makadirio yake haraka haraka aliamini litakuwa tu na uzito wa tani 4 au 5 hivi. Kama sio kwa nguvu zake ambazo hazikuwa za kawaida, asingeweza kusogeza kabisa. Kitendo cha kusukuma ule mfuniko kama wachemba hivi, pale pale maporomoko ya mchanga na mawe yalisikika yakidondoka kuelekea chini. Hamza licha ya kuona mfuniko huo kama jiwe, lakini bado ilimuia vigumu kuamini hilo ni jiwe kutokana na uzito wake. Ilionekana ni aina ya zege, lakini ambalo malighafi yake, yani kama malighafi zake hazikueleweka hivi. Kutokana na uzito huo, ilikuwa ni kama vile mtengenezaji alijua siku moja kuna mtu ambaye atajaribu kutaka kuiba, ndio maana akatengeneza uzito mwingi ili iwe ngumu. Baada ya kutengeneza upenyo, alitoa simu yake na kumulika chini, na hatimaye aliweza kuona kuna ngazi za kuelekea chini. Haikuwa chemba kama alivyodhania, bali ni kama pango tu. Alijikuta kitabasamu tu kwa uchungu uliojaa fanaka. Ukweli ni kwamba kama asingewahi kuona Pagtor, basi uwepo wa kaburi hilo kama pango ungemshangaza na kuona jambo ambalo haliwezekani. Lakini dunia ilikuwa na magereza ya ardhi, mapango na makaburi mengi tu ambayo baadhi yao hayajagundulika kutokana na kufukiwa na vifusi vingi. Hamza sasa hakuwa na hofu kabisa. Hakujua kilichopo chini ya giza hilo ni nini, lakini kwa kutumia mwanga wa simu alipiga hatua kuingia ndani. Lakini sasa kitendo cha kukanyaga ngazi kushuka chini, taa ziliwaka kutokea ukutani. Hamza alidhani ni umeme, lakini haukuwa umeme. Kitendo cha kufungua mlango kwa juu na kuruhusu hewa ya oksijeni kuingia iliwasha karabaya ambazo zilikuwa ndani. Na tukio hilo sasa limfanya kuamini mtengenezaji alikuwa mjuzi wa hali ya juu. Maana kawaida kama ni kuwaka ilibidi atumie kiberiti au chanzo chochote cha moto. Hamza alijikuta akiongeza umakini, kwani aliamini kadri eneo hilo kuwa na utaalamu wa hali ya juu ilimaanisha hatari ni kubwa vile vile. Hamza mara baada ya kutembea kwa mita kama 30 hivi katika
njia iliyokuwa na tambalale, alijikuta akiona michoro mbalimbali iliyokuwa kwenye kuta. Moja mchoro uliomshtua ulikuwa ni wakusanyiko la watu ambao ni kama walikuwa kimwangalia mwanamke ambaye alikuwa ametundikwa kwenye kitu kama msalaba hivi, huku mwili wake ukiwa na ishara ya kuungua na moto. Mchoro ule ulimshangaza sana Hamza na kufanya azidi kumulika na tochi kuangalia vizuri, lakini ulikuwa ni vile vile. Watu hao walionekana walikuwa wakionyesha ishara ya chuki kwa yule mwanamke, na ilimfanya kuhisi kabisa mwanamke huyo ni kama yule mchawi ambaye amemuota kwenye ndoto. Ijapokuwa katika hiyo picha hakuonekana kwa sura, lakini mchoro uliashiria kila kitu. Hamza alipita mchoro ule na kuangalia michoro mingine, na wapili yake aliona picha ya kijana mdogo akipuliza baragumu na nyingine akichezesha vidole kwenye kinubi. Kulikuwa na picha nyingi sana, na iliyomfanya kusimama licha kutaka kupotezea ni ya mwanamke na mwanaume waliokuwa wameshikana mikono, ikionyesha walikuwa na uhusiano wa karibu. Mwanamke alionekana kuwa mzuri na mwanaume alionekana kuwa mtanashati. Hamza kaza ya kwamba hizi picha zinamaanisha nini? Sidhani kama ni historia ya mtu katika dunia yetu. Aliwaza hivyo Hamza huku akiangalia ukale uliokuwa kwenye pango hilo. Eneo lilikuwa na joto mno, lakini kutokana na mwili wake ulivyo aliweza kuhimili joto lake. Kuta zake za juu pia zilitengenezwa kwa aina ya ajabu mno. Hakujua ni aina gani ya malighafi ambazo ziliweza kutumika kuimarisha kuta zake na kufanya zisishikwe kabisa na ukungu wala buibui. Kulikuwa na uchafu kidogo sana na harufu ya ukale pekee, lakini mazingira hayakuwa kama ya pango, ilikuwa ni kama ya banka hivi. Maswali mengi pia yalipita katika kichwa chake na kujiuliza, eneo kama hilo huyu aliyewaajiri kundi la Lima kalifahamu vipi? Kwa alichoona hakuwa akitaka kundi hilo kuingia hapo ndani, ila alikuwa akiwatumia kuchimba tu, na kwa maana hiyo alijua ndani kuna ukubwa kabisa wa pango kama hivyo. Sasa swali kama eneo hili lilikuwa likionekana la kale namna hiyo, maana yake ni kwamba hakuna binadamu aliyewahi wa kale ambaye anaweza kujua uwepo wake. Labda kama iwe ni kwenye vitabu, na hata kama ni vitabu ingekuwa ngumu kujua uelekeo sahihi. Asa Hamza akajiuliza kwamba au ni kwa sababu ya hali joto iliyokuwa juu ya kilele ndio ilikuwa ishara kubwa. Ukweli ni kwamba kichwa chake kilijaa maswali mfululizo, na aliona namna pekee ya kuyajibu ni kuendelea kufuatisha njia kwenda ndani zaidi ili akajionea kilichopo. Asa baada ya kutembea kwa mita kama 5 hivi kwenda mbele, hatimaye aliweza kukutana na mlango ambao pia haukueleweka ni chuma ama ni wazege. Ulikuwa ni mlango mweusi kama rami hivi uliokuwa na hali ya kuchaka. Hamza mara baada ya kuchunguza mlango huo na kuangalia kama kuna mtego, hakuweza kuona. Pia hakukuwa sehemu yani hakukuwa na sehemu ya kuweza kufungua. Hamza alijaribu kwanza kusukuma, lakini ulionekana kufungwa. Alipangusa eneo la juu na mkono wake na aliweza kuona mchoro wa pembe 8. Hamza alishangazwa na mchoro ule, kwani kwa uelewa wake pembe 8 siku zote iliwakilisha chanzo cha nishati juu ya uhalisia wa asili ya ulimwengu, yani hasi na chanya. Sasa tofauti na kusukuma mlango, Hamza yeye alisukuma lile eneo lenye pembe 8 kwa nguvu, na kitendo kile sasa kilimfanya asikie kishindo kikubwa, na mlango ule hatimaye ulionyesha ishara ya kuachia lock zake. Ukweli ni kwamba Hamza kujua hiyo ndio namna ya kufungua. Alishawahi kusoma sehemu na kuelewa siku zote ukiona mlango umefungwa kwa fumbo la pembe 8, basi njia rahisi ya kufungua maana yake ni kwamba umeamsha mtego wake. Yaani kwa lugha nyepesi, nadhani hapo tutakoja nielewa msikilizaji, ni kwamba mlango utafunguka kwa njia ambayo ni rahisi, lakini haimaanishi kwamba mlango umefunguka ili uingie. Maana yake ni kwamba mlango umewasha mitego yake. Yaani mitego yake imekuwa active, umeactivate mitego yake. Kitu kimoja ambacho kilimpa akili ya kufanya kwa wakati huo kutokana na eneo hilo kutumika akili nyingi katika utengenezaji wake ni msingi wa utengenezaji wake. Kwa haraka kutokana na uchunguzi wake na uelewa, aligundua eneo hilo lilitengenezwa katika msingi wa uhalisia wa ulimwengu, yani nature of reality. Hivyo Hamza alitaka kwanza kutegua mtego uliowekwa kwenye mlango huo kwa kutumia kanuni za uhalisia wa asili. Hivyo alichokifanya ni kuzungusha ile pembe 8 ambayo alisukuma kwenda ndani, na kisha akaizungusha kulia na kushoto katika masharti maalum. Mara nyingi kutokana na uelewa wake, kanuni yake ni kufuatisha mzunguko wa jua.
kwa maana kwamba mzunguko wa kwanza ni kwenda uelekeo wa jua linakochomoza na kisha kurudi katikati ya mstari na kisha kwenda tena upande wa magharibi. Sasa kanuni hii maana yake kabla ya kuzungusha lazima ujue uelekeo wako na mashariki na magharibi ulivyo ndio uanze kuzungusha. Hamza alitumia simu kujua uelekeo wake na kisha pale pale alizungusha kwenda kushoto mpaka kwenye mstari na kisha akarudi kwenye mstari na kupeleka kulia na kutoka kulia akarudi kwenye mstari. Hivyo hivyo akarudia mara 8 na mara ya mwisho tu mlango ulifunguka wenyewe na kuacha eneo lote wazi. Kwa jinsi mlango huo ulivyokuwa ukijifungua ni kama Hamza alifungua ulimwengu wa kale. Hisia ambazo alizipata, alijua ni kwa nini watu wengi walikuwa wanapenda kuchunguza mabaki ya kale. Mbele ya macho yake kulianza giza zito mno. Lakini mara baada ya hewa kuingia, ghafla tu taa moja moja kwa mtindo wa kufuatisha zilianza kuwaka. Muonekano wake ulibadilika kutoka kuwa wa matarajio na kuwa kuchanganyikiwa, na taratibu alianza kushangaa. Halikuwa kaburi bali ni kama chumba kikubwa sana chini ya ardhi kwa ukubwa wa kiwanja cha basketball. Sehemu yote ilikuwa ni imezingirwa na kuta za mawe makubwa juu na chini, huku engo zake zilikuwa ni kama ni za kustajabisha sana. Katikati ya eneo hilo kulikuwa kuna jiwe kubwa la kuchongwa ambalo lilikuwa ni kama meza, na juu yake kulikuwa kuna mchoro wa ramani ambao licha ya kuonyesha ni mchoro wa ramani ya dunia, lakini ulikuwa na utofauti kabisa na ramani ya kawaida ya dunia. Ilionyesha ni ramani ambayo ilichorwa enzi za kale kwa kutenganisha mabara pekee na sio nchi. Hamza alishawahi kushuhudia mahandaki mengi ndani ya dunia, lakini ndani ya kaburi hilo kulikuwa na upekee wa aina yake. Usanifu wake na mpangilio ulikuwa sio wa akili ya kawaida. Hakika ilimshangaza sana. Kingine kilichomshangaza ni kwamba eneo hilo lilikuwa la wazi bila ya kuwa na vitu vingi. Hamza taratibu alitembea kusogea katikati akitaka kupanda eneo ambalo ni kama anapandisha jukwaani, sehemu ambayo ilikuwa ni kama madhabahu fulani hivi ili kujua kilichopo juu yake ni nini. Kulikuwa na ukimya wa aina yake na kitu pekee kilichoweza kusikika ni kucheza kwa zile taa na kuungua kwake. Mara baada ya kufika juu kabisa ambako ndio kulikuwa kuna kama jukwaa, Hamza alinua kichwa chake na kuangalia juu. Kulikuwa na vitu kama vishikwambi hivi vya mbao ambavyo vilikuwa vimepangiliwa kwa mtindo wa kuvutia macho, na kila kishikwambi kilikuwa na herufi ambazo Hamza aliamini pengine ni majina, lakini kutokana na lugha iliyotumika alishindwa kujua ni majina gani. Kuna kila hisia zilimwambia kwamba pengine hayo ni majina ya wafu. Muda ule ule aliona kitabu kilichokuwa mwishoni kabisa kwenye kona ambayo ilikuwa imechongoka, na alisogea na kushika kile kitabu na kukifungua kwa ndani. Kitabu kile hakikuwa cha kawaida kama vitabu vya makaratasi, bali vilikuwa kama vipande vyembamba vya mbao vilivyounganishwa pamoja. Hamza mara baada ya kuangalia kilichoandikwa hakuweza kusoma kabisa kutokana na lugha yake kuwa ile ile ambayo hakuweza kuitafsiri. Lakini kwa namna mwandiko ulivyoonekana ilikuwa ni kama ni kitabu cha ukoo, kwani baadhi ya majina ambayo yalikuwa mwishoni yalikuwa pia katika vile vibao vilivyokuwa vimepangiliwa. Sasa wakati akiendelea kushangazwa na kitabu hicho, ghafla tu alisikia mtikisiko nyuma yake na kumfanya kugeuka kwa kasi. Na pale pale eneo la mlango wa kutokea kwenye eneo hilo kulikuwa kuna watu. Msikilizaji, umeshtuka? Hapana, haikuwa watu bali ni masanamu yaliyokuwa na muonekano wa kufanana na mtu. Ilikuwa ni ngumu sana kusema pia ilikuwa ni masanamu au vinyago au midoli, lakini muonekano wao wa kimavazi ni kama vile ni wale wanajeshi wa Kikorea ambao walikuwa walivalia mavazi ya chuma maarufu kama armor, au askari wa kiterakota. Huku mkononi midoli ile ilikuwa sasa imeshikishwa mapanga. Hayakuwa mapanga feki bali ni mapanga halisi, tena ya kung'aa sana kwa ukali wake. Hamza kujua masanamu yale kwa nini amejitokeza ghafla tu na kuziba njia. Tena ameziba njia kwa mbele, ni kama walinzi hivi, lakini hakutaka kujali sana maana alitaka kuendelea kutalii ndani ya kaburi hilo. Afistoshe hakuwa bado amepata kitu cha maana, kutokana na kwamba licha ya ujenzi wa eneo hilo kushangaza, lakini kitu pekee alichoweza kuona ni majina yaliyoandikwa katika lugha isiyoeleweka.
Hakuwa na kitu kingine zaidi ya wazi tu. Sasa wakati anataka kuyasogelea yale masanamu ya kiaskari ili apite upande wa pili kutoka eneo hilo, pale ajikuta mwili wake ukimsisimka baada ya kuhisi hatari. Alishia kutokana tu. Hamza alijikuta akiruka kurudi nyuma mara baada ya lile sanamu kuzungusha mkono wake kwa juu na lile panga sasa kutengeneza mjongeo wa kumfyeka. Jambo hili limshangaza mno Hamza, kwani hakuamini yale masanamu mapanga aliyoshikishwa zilikuwa ni silaha za kufanyia maangamizi na sio mapambo kama alivyowaza. Kama sio uwezo wake wa kukwepa, angekuwa ameshakata shingo muda mrefu sana. Kwa maisha yake hakuwahi kuona sanamu ambalo linaweza kuua kama maroboti yenye umeme. Maana hata muonekano wao haukuonyesha kabisa kama walikuwa maroboti. Maana hakukuwa na chanzo cha nishati kutoka kwao, zaidi tu ya kuonekana kama midoli ya kale. Hamza akauliza kwamba nyie ni binadamu maroboti? Hamza aliuliza hivyo sasa kiangalia ile masanamu yote mawili ambayo yameanza kuchezesha yale mapanga yao katika muundo wa kustajabisha ambao ilikuwa ni ngumu sana mno kuruka na kupita upande wa pili. Sasa baada ya Hamza kuuliza kwamba nyie ni binadamu au maroboti, muda ule Hamza aliweza kusikia mvumo wa vitu kama mashine na minyororo. Baada ya kutaka kujua mashine hizo ni nini, pale sanamu moja lilisogea upande wake kwa spidi sana ili kuweza kumshambulia. Swala lile lilimshangaza sana Hamza. Ijapokuwa alikuwa akisikia mvumo wa mashine kuzunguka kama vile ni treni ya umeme, lakini spidi yao ilikuwa ni kubwa mno. Basi bana, sanamu zile za chuma, steli zao za kurusha panga zao zilikuwa za muunganiko wa ajabu mno na zenye wepesi mkubwa. Sasa Hamza mara baada ya kuona anashambuliwa, pale alishia kukwepa panga zile kulia na kushoto kwa ustadi wa juu sana. Hamza hakuwahi kuona mbinu hizo za mashambulizi hapo kabla. Lakini haraka alijua lazima hayo yatakuwa mapigano ya kisanaa ya zama za kale. Na mtu huyo yeyote aliyetengeneza hilo eneo aliweka mbinu hizo katika hayo masanamu. Kilichomsaidia muda huo ilikuwa ni wepesi wake wa kukwepa na nguvu, la sivyo angekuwa shapata majeraha kama sio kufa kabisa. Hamza alijikuta akitoa mguno mara baada ya kujaribu kukwepa shambulizi la sanamu lile la kulia na kujikuta akiingia katika mtego wa sanamu la kushoto na kupitishia upanga kwenye bega, na kama sio kupinda kidogo ingekuwa ni shingoni. Ulikuwa ni utaalamu wa hali ya juu sana. Na kitu ambacho aligundua kwa haraka ni kwamba masanamu hayo yalikuwa yakilenga sehemu muhimu katika mwili wa binadamu. Yalikuwa na wepesi wa kushambulia kama binadamu ambaye ana mafunzo hali ya juu ya kimapigano. Yaani Hamza ndio maana aliamua kumrudisha Yones chini. Maana kama ni hatari alitaka ipambane ama apambane nayo yeye mwenyewe. Sasa vipi kama Yones naye angekuwa umo? Japo muda huo alikuwa na wasiwasi, lakini alijikuta akishikwa na matamanio makubwa yaliyojaa mshangao wa uwezekano wa kitu kama hicho, hususan katika mbinu hiyo ya mapigano iliyokuwa ikitumika. Kwa maisha yake alikuwa amekutana na wataalamu wengi wa mapigano, lakini hakuwahi kukutana na mbinu hiyo. Hamza alitamani kupita, hivyo alitulia kwanza na kuangalia mfumo wao wa kushambulia ulivyo. Na pale aligundua sio tu kwamba eti yalikuwa kishambulia, lakini moja likishambulia lingine lilikuwa likizuia mashambulizi katika muunganiko sahihi kwa 100% na kutotengeneza kosa lolote. Hamza pale alijiambia hawezi kushindwa akili na masanamu ambayo yanatumia kanuni za mjongeo ambazo zimewekwa ndani yao. Hivyo kwa moyo wote aliingia kwenye pambano rasmi. Kwanza kabisa alianza kujifunza mbinu yao na kukariri, wakati huo akitafuta namna ya kushambulia tofauti na kukwepa. Baada ya dakika 5 jasho lilikuwa likimtiririka, sio kwa sababu eti alikuwa amechoka, ni kutokana na kushindwa kupita kwa kila alivyokuwa kijaribu. Alijiambia kwamba ni afadhali masanamu hayo ulikuwa ni mfumo tu wa utaalamu wa kimakanikia, lakini kama ungekuwa uwezo halisi wa binadamu, basi dunia ingetikisika. Lakini hakuacha kujiuliza ni mtu gani ambaye ana uwezo kutengeneza kitu ambacho kinazidi hata kanuni za kimakanikia. Alijiambia kama ameweza kutengeneza masanamu tu ambayo uwezo wake ni mkubwa hivyo, vipi kuhusu yeye mwenyewe? Si atakuwa juu mara 100 yake? Maana huwezi kutengeneza kitu ambacho kitakushinda. Kwa hiyo kuwaza tu hivyo, maini alianza kucheza kwa hofu. Hamza alijiambia ngoja jaribu mara ya mwisho. Akiona ameshindwa, hana jinsi zaidi tu ya kutafuta namna ya kukimbia tofauti na kuyashambulia. Lakini sasa ni kama yale masanamu yalikuwa yakichochewa
kwani spidi yao iliongezeka maradufu. Yaani ilikuwa ni kama shughuli yao imeanza rasmi na mfumo wao ulikuwa ukizidi kuwa mwepesi zaidi na zaidi. Dakika ambayo Hamza aliona sasa amepata upenyo wa kukimbia, alizuiliwa pale pale na kurudishwa nyuma kwenye pambano. Ilifika tu sasa alijikuta akishika kiuno akiwa hajui hata alie ama acheke. Maana kazidiwa ujanja na masanamu. Bro, nimewafanya nini mpaka sasa mnanichukia vyote hivi, Mimi sijaibia chochote, mimi nilikuwa nikiangalia tu. Aliongea Hamza akiwa ameshika kiuno. Maana sasa aliona ngoja tu aongee na hayo masanamu. Ijapokuwa ameongea hivyo, lakini alijua masanamu hayo hayakujua alichokuwa akiongea. Sasa silaha ya lile sanamu ilipanda juu kwenye hewa na kutengeneza upepo uliomfanya Hamza kuruka sarakasi ya kurudi nyuma. Na wakati sasa anafanya kitendo hicho, alijikuta akipata kujua kitu kilichomshangaza. Mawazo mengi pale pale yalipita katika akili yake kama mwanga wa kimondo. Alichogundua ni kwamba masanamu hayo hayakuwa akishambulia kutokana na kuwa na akili au kumuona. Haikujalisha umetumika utaalamu mkubwa kiwango gani, yatabakia kuwa maroboti pekee. Kilichomfanya kugundua hilo ni kwamba kitendo chake cha kupanda juu hewani iliacha kushambulia. Ikimaanisha kwamba yalikuwa yakishambulia kwa kufuata uzito wake uliopo chini ya sakafu. Yaani msikilizaji, kwa lugha nyepesi, kile ambacho Hamza aligundua ni kwamba eneo hilo ambalo amekanyaga ni kama uzito wake ndio uliotengeneza ufahamu kwa hayo maroboti, na kitendo cha kuruka juu yaliacha kushambulia. Ijapokuwa ilikuwa ni jambo ambalo ni la kufikirika, lakini kweli aina hiyo ya teknolojia ni kitu ambacho katika dunia sasa ni ngumu sana kufikiria. Sasa alijiuliza, kama masanamu haya yametengenezwa na watu wa kale, alijiuliza walikuwa na akili kiasi gani? Msikilizaji, mpaka leo ushajiuliza ile piramidi ya kule Misri watu walitumia nini kujenga? Ushajiuliza? Kwa hiyo Hamza pale pale aliona kwanza ngoja athibitishe kile ambacho amegundua na kuruka juu kadri awezavyo, na ilikuwa ni kweli. Kitendo cha kuruka juu, yale masanamu ni kama sasa yamezubaa ghafla tu, yani kama vile yameshua umeme. Hamza akawaza, okay, muda wangu wa kulipiza kisasi sasa umefika. Aliwaza Hamza huko akichekelea tu kutokana na gunduzi yake na kutaka sasa kuyaadhibu ipasavyo kwa kumkata kwenye bega lake. Sasa pale pale kwa nguvu zake zote aliruka hewani na kwenda kulilenga na teke moja ya lile sanamu. Nguvu ya teke lake hata kama ni gari yenye chuma kigumu ingebonyea. Lakini sasa kitendo cha Hamza kugonganisha mguu wake na lile sanamu, pale pale upanga ulifyatuliwa na kumkata Hamza kwenye paja na kumfanya aruke umbali mrefu bila ya kupenda, huku akigulia maumivu. Shambulizi hilo sasa lilikuwa ni kali mno kwake, kama vile alikuwa na uadui wa muda mrefu na hayo masanamu. Lakini hata hivyo hakutaka kukata tamaa, kwani pale pale airuka juu kwa mara nyingine na kuchukulia faida kuzubaa kwao na kisha kulipiga teke sanamu lingine. Teke lake lilikuwa na uzito wa tani kadhaa. Hasa kishindo kizito kiliweza kusikika na kujaza sauti ndani ya handaki hilo lote. Na kutokana sasa na kutumia nguvu nyingi, alijihisi ni kama zimemuishia kabisa. Hamza licha kutumia mbinu ya kuruka juu na kuyapiga, aligundua hakukuwa na mabadiliko makubwa, kwani yalikuwa na nguvu sio kawaida. Yalikuwa ni akitingishika tu na kurudi katika mkao wake na kuendelea kushambulia. Oya, Hamza pumzi ilianza kuwa nzito. Tokea afike nchini Tanzania, hakuwahi kutumia nguvu zake zote katika kupambana. Lakini mbele ya masanamu hayo, alikuwa ametumia kiwango kikubwa cha uwezo wake kudili nayo tu. Alijikuta kijisi ni kama anapatwa na ukichaa, kwani hakuwahi kukutana na adui mwiba kama hayo masanamu. Lakini hata hivyo alikuwa na uzoefu mkubwa sana wa kimapambano na alijua siku zote adui yako hata kama ana nguvu kiasi gani, ni lazima tu awe na udhaifu. Lakini tatizo ni kwamba kadri adui yako alivyo na nguvu, maana yake udhaifu wake ni mdogo sana au ni ngumu kutambua. Lakini haikumaanisha kwa wakati mmoja kama hakuwezekana. Hamza aliamua kutuliza kwanza, atulize kwanza kichwa chake, kuangalia sanaa yao ya mashambulizi ili kuona kama kuna kitu ambacho hajakiangalia tokea mwanzo. Lakini ilikuwa ni ngumu kuona kutokana na kwamba hakuwa ametulia. Alikuwa akiendelea kukwepa mashambulizi yao ili asiumie zaidi. Licha ya kwamba alikuwa na uwezo wa kukwepa risasi, lakini mbele ya masanamu hayo alishindwa kukwepa mashambulizi yao yote. Kitendo cha kupambana nayo kwa zaidi ya nusu saa ilimfanya kuwa na majeraha mengi mwilini na kumfanya sasa nguo yake kuloa damu.
na alishia kung'ata meno akijitahidi kuvumilia hayo maumivu. Hakuwahi kupitia maumivu makali kwa muda mrefu kama hivyo, na yote hayo ni kutokana na kukutana na mbinu ya kimapigano ambayo ilikuwa ni mpya kwake, mbinu ambayo imewekwa katika masanamu hayo. Lakini alijua hata kama wanashambulia kwa kanuni kama marobot, lazima kutakuwa na maana iliyojificha katika mbinu yao ambayo bado hakuwa akijua. Hasa pambano hilo lilimkausha nguvu zake kwa kiasi kikubwa mno. Kama ingekuwa ni mapigano ya kawaida, alikuwa na uwezo wa kuhimili hata siku 7 anapigana na asingechoka. Lakini mbele ya hayo marobot, nusu saa tu. Alikuwa anatafuta maji ya kunywa. Wakuu, hivi hamjachoka tu? Hamza alijikuta akiongea bila kujali maroboti hayo hayakuwa kimsikia hata kidogo. Ukweli ni kwamba hakuwahi kupigika kiasi hicho. Yaani hakuwahi. Yeye aliyashambulia kwa mateke, lakini hayakujua hata maana ya maumivu ni nini kutokana na kuwa machuma tu. Lakini ya mashambulizi aliyoyapata yalikuwa akiuma mno. Sasa Hamza kadri alivyokuwa akiruka juu na kutua chini kwa nguvu, ni kama alikuwa akiyachochoa na kusogea kwa kushambulia kwa kasi mno, na alishia kuviringika kulia na kushoto akikwepa mashambulizi yake kwa ustadi ambayo alikuwa akionyesha, pamoja na mashambulizi ambayo yalikuwa yanafanywa na hao masanamu. Kama kuna mtu ambaye anaangalia angefurahi kweli na kujifunza mengi. Hata Hamza mwenyewe alitamani kuwa yeye ndio angekuwa anaangalia. Basi milio ya mapanga ni kama ilianza kusikika hivi, ambayo iliweza kusikika na kumfanya aanze kujikatia tamaa kutokana na nguvu zake kuzidi kumwishia. Sasa pale swali lilimjia katika akili yake, kama yeye anachoka kushambuliwa, kwa nini maroboti haishiwi nguvu? Alifikiria katika msingi wa kanuni ya conservative of energy na kujiambia kwamba hata kama masanamu hayo hayakuwa hai, lazima kuwe na chanzo cha nguvu yao na sio tu kutegemea uzito wake. Sasa pale alijiuliza, kama ni hivyo, chanzo cha nguvu zao kipo wapi? Istosha hayakuwa ya kila wala kunywa. Hayakuwa hata na betri, lakini bado yalikuwa yakimkimbiza na kumshambulia. Alijiambia lazima kuwe na chanzo, la sivyo yasingekuwa na uwezo wa kusogea na kushambulia. Ajikuta akikubaliana na wazo hilo katika moyo wake, lakini sasa hakuwa na muda wa kutosha. Aliona anapaswa kutafuta chanzo kabla ya nguvu zake kumuisha kabisa. Alikumbuka alikuwa ameyashambulia kwenye shingo, moyo mpaka kichwani, lakini hakukuwa na kitu cha tofauti. Lakini kulingana na utengenezaji wake, aliamini pengine kuna mlango wa nyuma. Aliona hakuna namna ya kuzuia mashambulizi yake bila kujua chanzo cha nishati zake. Pale alijiuliza swali, kama masanamu hayo yametengenezwa na mtaalamu wa mapigano, je, kwa mpiganaji ni kitu gani kinawakilisha chanzo cha nishati? Hamza mara baada ya kufikiria hivyo, pale swali hilo liliweza kujibika katika kichwa chake. Mafunzo ya kimapigano yalikuwa kifuata elimu ile ya kinesiology kwamba chanzo cha nguvu za binadamu, iwe kiroho au kimwili, ni katika kitovu, eneo la tumboni. Ukienda katika tamaduni za Wachina, kwa wale ambao wanajifunza mafunzo kama ya Tai Chi na Qigong, pia wanatambua dantian kama kituo cha kati cha uwiano wa nishati ya mwili kwa kutenganisha kiwiliwili cha juu na cha chini. Licha kugundua hilo, alikuwa ameyashambulia kwa kulenga kifuani na kichwani, lakini hakuyaletea shida. Licha kuwa ni kama ni vituo muhimu pia vya nguvu za mwili, sehemu pekee ambayo hakugusa ni chini ya kitovu. Lakini licha ya ugunduzi huo, aliona itakuwa ni ngumu sana kufikia eneo hilo kimashambulizi kutokana na staili yao ya kurusha panga, lakini licha hivyo aliamua kushambulia kwa uwezo wake wote. Hasa mara baada ya kuona masanamu hayo bado alikuwa yakimshambulia, alichokifanya ni kuruka juu akichukulia faida kuzubaa kwao kutokana na kukosa uzito wake, na kisha alienda kushambulia eneo la chini kwa kulenga usawa wa tumbo. Kitendo cha kupiga eneo lile, aliweza kusikia vyuma vikilia. Ilikuwa ni sauti ya kwanza kusikia tokea aanze kushambuliana na masanamu hayo. Vilikuwa ni kama kuna vitu vilivyokuwa vikisuguana. Sasa pale aligundua hapo ndipo udhaifu wao ulipo, maana palionekana hapakuwa pagumu kama kwingine kwenye miili yao. Sasa mara baada ya kupata shabaha ya kulenga, pale mpango mwingine uliibuka, na kwa haraka sana aliendelea kuruka juu na kuendelea kuyashambulia kwa kuyalenga eneo la tumboni. Sasa kile kitendo cha kushambulia kwa haraka, yani kitendo cha kushambulia mfululizo, lile chuma kama armor ambalo sanamu lile lilikuwa limevalishwa, liliharibika kwa mbele.
Na Hamza mara baada ya kuangalia kwa makini aliweza kuona kitu cha kung'aa kama vile ni vigoroli fulani hivi ambavyo vilikuwa vimening'inia. Ilionekana dhahiri maroboti hayo nishati yao ilikuwa ikitokana na fuele, yani crystal. Hamza pale mara baada ya kuona ugunduzi huo airuka tena, na kwa kutumia mkono wake mmoja alinyakua zile fuele zile kwa nguvu, huku sasa akilipa mgongo lile robot lingine kumshambulia mgongoni. Alijikuta akitoa mguno mkubwa wa maumivu mara baada ya upanga kumpitia mgongoni na kumkata kiasi kwamba upanga uliacha mifupa yake wazi. Lakini hata hivyo matarajio yake yalikuwa kama alivyowaza, kwani lile robot ambalo fuele yake ya kimadini imeondolewa liliacha kabisa kupigana. Na lilikuwa ni kama limezima, na alichokifanya ni kuondoa lile panga mkononi kwa nguvu, na kisha alilielekezea upande wa lile robot lingine, na kisha akakaa pembeni kuona namna linavyomshambulia mwenzake. Sasa alifanya hivyo kwa ajili ya kujifunza mbinu ile ya kimapigano, na kwa dakika kadhaa aliweza kuelewa baadhi ya mbinu yake. Baada ya hapo, kwa hasira kubwa, alianza kushambuliana na lile lililobakia kwa kutumia upanga. Sasa ilikuwa ni rahisi kulitoboa eneo la chini ya tumbo lake kwa nguvu mpaka alipojaribu lile vazi lake la chuma, na hatimaye aliweza kuona fuele nyingine na alipeleka mkono na kuichukua, na baada ya hapo sanamu lile liliacha kusogea na kuzima kabisa. Na kama lisingezima, Hamza angepoteza shingo, kwani upanga ulikuwa umeshamfikia tayari na kumkandamiza. Sasa baada ya shughuli hiyo pevu alijikuta akikaa chini huku akiema kwa nguvu na kuanza kucheka kicheko kikubwa ambacho kwa kimejaa uchungu. Alijiambia kwamba kama isingekuwa yeye, wale wengine wote wangebakia kuwa nyama kama wangeingia ndani ya hilo eneo. Kwa hiyo ni bora amewaua. Hamza alishia kuinua juu zile fuele ambazo zilikuwa zikitoa mng'ao wa ajabu ndani yake. Na hakujua zilikuwa zimetengenezwa na nini, lakini kwa kushika tu zilikuwa zina hali fulani hivi ya kupiga shoti mkononi. Alishia kugeuza macho yake kulia na kushoto kuangalia kama kuna kitu kingine, lakini hakuweza kuona. Na aliona hana haja ya kuendelea kupoteza muda kwa kudhania pengine kunaweza kuwa na mtego mwingine ndani ya hilo eneo. Kwa namna ya kuchechemea huku damu zikiwa zinamtoka, alijilazimisha kutoka ndani ya hilo eneo. Kitendo cha kutoka nje ya kile chumba, alianza kusikia sauti ya vitu kama ngurumo ambazo zinatokea nyuma yake. Hasa pale wasiwasi ulimwingia na kujiuliza au kulikuwa kumetegwa bomu ndani ya pango hilo. Muda ule aliweza kuhisi mtetemeko mkubwa wa ardhi, huku mchanga ukianza kumdondokea kutokea juu. Sasa baada ya kuhisi hatari ya kufunikwa akiwa ndani ya pango hilo, kwa uwezo wake wote alikimbia kutoka nje kabisa. Lakini kitendo cha kufikia tu nusu yake, aliweza kugundua mawe yalikuwa kimzibia njia. Pale alijua pango hilo lilikuwa likijizamisha lenyewe na kujifunga. Aliamini lazima watu ambao walitengeneza hilo eneo ili kuzuia wezi wasije kuiba na kuondoka, walitengeneza ulinzi wa kuwafunika wezi ndani yake wasifanikiwe kutoka nje. Hamza alijua kabisa kama akifukiwa na mchanga akifukiwa na mchanga pamoja na yale mawe, itakuwa ni ngumu sana kupona hata kama awe hajaumia. Hivyo kwa haraka sana alitumia uwezo wake wote kuchoropoka katika mawe ambao alikuwa sasa akianza kuporomoka. Haikueleweka hata nguvu kazitoa wapi, kwani alipita kwa spidi kubwa mno kiasi kwamba jiwe la mwisho kuziba njia halikumkuta na alikosokoswa kwa sentimita kadhaa. Kitendo cha kuruka juu na kutoka nje eneo lote, sasa eneo lile lote lilianza kuporomoka kwa juu kuziba shimo ambalo lilikuwa chini yake. Kwa jinsi mfatano huo wa mporomoko ulivyokuwa ukitokea, ilikuwa ni kama vile dunia imetengeneza tundu kwenye kiini chake. Hamza hakuwa hata na muda wa kuangalia maporomoko hayo, maana hakujua ni umbali gani yataishia. Hivyo alikimbia kushuka chini na kwenda kukaa mbali kabisa, na alishia kushangaa tu kile kilichokuwa kikitokea mbele ya macho yake. Yaani mpaka hali inakuja kutulia, kilichoweza kuonekana ni shimo kubwa juu ya kilele hicho. Na aliona miaka kadhaa mbele mimea ikishakuota. Hakuna mtu ambaye atakuja kudhania eneo hilo kulikuwa na pango kubwa chini yake. Hata kama wanasayansi wafike tena na kujaribu kufanya utafiti, aliona wanaweza wasitoke na majibu. Afu isitoshe, shimo lililokuwa chini yake lilikuwa limefunikwa na mawe na sio mchanga. Hivyo kama wataamua kuchimba, wangetakiwa kupambana kwanza na mchanga mwingi na kisha mawe, kitu ambacho ingekuwa ni ngumu sana. Na isitoshe, lazima wangehitaji sababu ya kufanya hivyo kama watataka kufanya kazi hiyo kubwa. Sasa kutokana na jambo hilo,
Hamza aliweza kupitia uzoefu wa aina yake, aliweza kugundua dunia ina vitu vingi sana ambavyo vimejificha na binadamu hawafahamu. Hawafahamu kabisa. Kwa namna eneo hilo lilivyokuwepo, ilikuwa ni ngumu sana kwa binadamu kudhania kulikuwa kuna kitu kimefichwa chini yake. Unaweza kuona kuna vitu kwenye nchi yako, kuna masanamu kwenye nchi yako, unachukulia poa tu. Lakini huwezi kupata ukweli kirahisi, huwezi. Hata wale ambao mpo Dar es Salaam, kuna ile sanamu ya askari, sanamu ya askari pale maeneo ya Posta. Mnaifahamu hata ili kwaje mpaka kafika hapo? Mnafahamu aliyetengeneza na leo weka hapo, mnafahamu? Usije ukanyanyuka hapo ukaenda kuivunja kaisi ndani kuna kitu. Kuna vitu vimefichwa. Simaanishi kwamba kwenye hiyo askari, yani sanamu ya askari iliyopo pale Posta Dar es Salaam, simaanishi kwamba kuna kitu ndani, lakini haijatengenezewa hapa Afrika. Ile imetengenezewa nje ya Afrika ikaje kawekwa hapo. Ngoja nikupe historia kidogo kwenye hiyo sanamu ili uelewe kuna vitu ni ngumu sana wewe kutaka kujua ukweli wake. Kwa hiyo acha tu yani ishia kuvitazama hivyo tu basi. Sanamu ya askari wengi tunaifahamu sana, ambayo iko pale Dar es Salaam, ambapo mitaa ya Samora na Zikiwe ndo zinakutana. Zamani ilikuwa inaitwa maktaba. Sanamu inamuonyesha askari Mwafrika katika sare ya kijeshi. Mliopo Dar naamini mnafahamu, na mliopo Tanzania najua mnaijua kabisa hiyo. Ile askari iliyoshika kama bunduki hivi na sime. Kwa hiyo inamuonyesha askari Mwafrika katika sare za kijeshi, jeshi la King's Africa Rifles la wakati wa vita kuu ya kwanza ya dunia ya mwaka 1914 hadi 1918, akishika bunduki yenye kisu na kutazama upande wa bahari. Sasa msikilizaji, sanamu hiyo iliwekwa katika eneo hilo mwaka 1927. Ni moja kati ya 3 ambazo zimechongwa huko London, na mchongaji aliyechonga hizo sanamu anaitwa James Alexander Stevenson, kama kumbukumbu ya askari na wapagazi wa Afrika waliopigana katika vita hivyo katika Afrika Mashariki kati ya Uingereza na Ujerumani, ambao wengi wao walikufa. Kwa James Alexander Stevenson alichonga sanamu 3. Moja ipo Dar es Salaam, ndio hiyo iko hapo. Sanamu nyingine 2 zikapelekwa Nairobi pamoja na Mombasa. Nafahamu Mombasa na Nairobi kuna watu mnanisikiliza sana, mashabiki mpo wengi sana huko. Sikutajini sanamu gani, lakini 2 ipo, moja Nairobi, nyingine Mombasa. Chini ya sanamu hii kuna maandishi ya kumbukumbu kwa Kiingereza na Kiswahili kilichoandikwa kwa herufi za Kiarabu pamoja na herufi za Kilatini pia. Ukienda pale mliopo Dar es Salaam, ukienda pale mtaona yale maneno. Maana yake kwa Kiswahili yanamaanisha kwamba huu ni ukumbusho wa askari wa Afrika wenyeji waliopigana katika vita kuu, na ni ukumbusho pia kwa wapagazi ambao walikuwa miguu na mikono ya majeshi. Ni ukumbusho pia kwa watu wote waliotumika wakafa kwa ajili ya mfalme wa nchi yao katika Afrika Mashariki kwenye vita kuu toka mwaka 1914 mpaka mwaka 1918. Ukipigania nchi yako, ujapo umekufa, watoto wako watalikumbuka jina lako. Hayo ndio maneno ambayo yameandikwa kwenye sanamu ya askari pale Posta Dar es Salaam. Sanamu askari ya Dar ilichukua nafasi ya sanamu nyingine ambayo ilikuwa imesimikwa mwaka 1909 kwa kumbukumbu ya Major Hermann von Wissmann, ambaye alikuwa ni gavana wa pili wa Afrika Mashariki ya Kijerumani, ambayo ilibomolewa na Waingereza walipoiteka Dar es Salaam mwaka 1916. Na ndio asili sasa ya jina picha Bismarck, kwani Wamatumbi walishindwa kutamka Wissmann. Sasa baada ya kumteka na kumnyonga Abshir, ambaye alikuwa ni mtawala wa sultani wa Pangani Tanga, von Wissmann alirejea Ujerumani na kisha baadaye sasa kuteuliwa kuwa gavana wa nchi zilizokuwa chini ya Ujerumani za Afrika Mashariki, yani German East Africa. Alitoa Dar es Salaam na pwani nzima, japo alikaa muda mchache sana Dar es Salaam. Sasa gavana huyu alifanya utafiti wa kutafuta ni wapi kitovu cha mji wa Dar es Salaam, yani katikati mwa mji kwa vipimo. Ndipo alipogundua eneo lile pale Posta pale ndio katikati mwa Dar es Salaam. Kisha akaagiza sasa pajengewe bustani na sanamu lake likasimikwa. Inadaiwa pale ndipo palikuwa katikati mwa Dar es Salaam, miaka ile ndio ilikuwa ni katikati mwa Dar es Salaam.
Yaani inaaminika ndiye aliyetoa wazo la kutengeneza ramani ya kujenga makambi ya wapiganaji ama wanajeshi wa jeshi la Ujerumani, eneo ambalo lilikuwa likiitwa Kariakos. Waswahili wakaita Kariakoo ama Kariakoo. Ndio maana utaona mitaa ya Kariakoo imenyoka na kujengeka vizuri. Yale yalikuwa ni makambi ya wanajeshi yale. Kwa hiyo baada ya vita kuu ya kwanza dunia iliyopigwa kuanzia mwaka 1914 hadi 18, ambapo Waingereza walishinda na kuchukua koloni la Tanganyika, mwaka 1916 ndipo sanamu la Bwana Hermann von Wissmann liliondolewa na likawekwa sanamu la sura askari mweusi mwaka 1927 kama ishara ya kuthamini mchango wa askari wa Afrika waliopigana kwenye vita hivyo. Hii sanamu mpaka leo iko pale. Kwa kuna vingine zote tukaona kama ni vivutio tu. Haimaanishi kwamba vina hatari, lakini kuna watu wameweka historia zao. Sasa dakika hiyo wakati akitaka kujiandaa kuondoka, Hamza aliweza kuhisi msisimko wa kusogelewa na kiumbe kisichokuwa cha kawaida na kumfanya sasa vinyoleo vyake kusimama. Kitendo cha Hamza kugeuka nyuma, aliweza kushuhudia mtu aina ya kiumbe cha ajabu kilichokuwa kimesimama mita kadhaa tu nyuma yake kwenye shina la mti. Ilikuwa ni sahihi kusema ni kama kiumbe kutokana na aina ya uvaji wake. Yaani ilikuwa ni ngumu sana kusema mtu yule alikuwa ni robot au mtu aliyevalia machuma mwilini, ila muonekano wake ulikuwa ni mweusi, huku kichwani akiwa amevalia helmet la rangi nyekundu na mbele yake kwenye mdomo palikuwa pamefunguka na kumfanya sasa Hamza kuona ni kama mtu yule anaongea. Hisia zake zote zilimwambia huyo ni mtu na sio robot, lakini alishindwa kujua ni mtu, mwanamke au mwanaume kutokana na sauti hiyo ambayo malighafi yake haikueleweka kama ni ya chuma au madini gani. Lakini kutokana na maelezo ya wale wa Botswana wale, alijua lazima huyo ndio mtu aliyetoa kazi ya kuchimbwa kwa hilo eneo, na kwa vyovyote yupo hapo kishari. Hamza alishia kujiseketekea tu kutokana na majeraha aliyokuwa nayo, alafu adui mwingine anajitokeza mbele yake maskini. Alishia kujiambia tu kazi imeanza upya, kumekucha. Kama mbwai na iwe mbwai. Sasa basi, huyu mtu ni Saidi ama ni nani? Na amejuaje uwepo wa hilo eneo? Hamza mwenyewe tu alikuwa hajui na ameshindwa hata kuingia humo ndani. Sasa huyu mtu ni nani? Ama ndo mwenye hilo eneo? Na kama ndo mwenye hilo eneo, ni Saidi ama ndo mzee mwenyewe, baba yake Hamza? Yeye anajiita Hamza mzee. Ila japo alimchukua tu kumsaidia, yule mzee akaambia mimi naitwa mzee. Kwa hiyo Hamza anajiitaga Hamza mzee, au ndio mzee mwenyewe? Tazidi kusonga mbele msikilizaji kufahamu kile kilichoendelea. Hamza yuko hoi bin taban, kachoka. Sasa kwa hali hii atakimbia ama ndo atapotezwa? Kumbuka mwandaji ni Sasingano na tutarudi kuendelea kwa ukubwa zaidi. Sawa, langu jina lilikuwa Slumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.